umekuwa mlinzi wangu na kimbilio na tegemeo. Tu wazima, ingango kwa wazima. Basi namshukuru Bwana ni kwa sababu ya matendo yake makuu. Pia nawashukuru yote ambao wameingia siku ya leo ili kumpa Bwana chakula chake. Haleluya. Maana chakula chake ni wakati kuna msifu. Maana na ni maana nakula napenda huo wimbo ambao unasema sifa. Huo wimbo ambao tumekuwa tukiimba katika masaa ya sadaka. Ni wimbo ambao umejaa sifa. Haleluya. Kwa hiyo unapoimba huo wimbo wakati mwingi unakuwa ukimtukuza na kumwinua Bwana zaidi. Bwana asifiwe. Bila kupoteza wakati nataka tuingie katika neno la Bwana. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 15:1 tutaenda kuangalia vitu kadha wa kadha, ambao jambo la kwanza ni vifungo. Haleluya. Tuangalie vifungo vinakuja na njia gani. Kumbukumbu la Torati 15 kuanzia 1. Maandiko inasema ya kwamba kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio, na jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na akiache alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbio ya maachilio ya Bwana. Waweza kumtoza mgeni, lakini kila uiwacho kwa nduguye mkono wako utamwachilia. Lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubariki kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki, iwe urithi wako, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote nikuagizayo leo, uyafanye kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi, nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa tena. Utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Bwana asifiwe. Bwana anazungumza kuhusu jambo ambalo linaitwa madeni, na anazungumza kuhusu ukopeshaji. Na maandiko imezungumza ikasema ya kwamba kila baada ya miaka 7, kila baada ya muda wa miaka 7, mambo ambayo ama madeni ambayo unaweza kuwa kama mtu wa Mungu, wewe ambao unalipata hilo neno ya kwamba uweze kuachilia mambo yale, mambo ama vitu ambavyo ulikuwa umekopesha, zaidi kwa watu ama kwa mtu ambaye hakuwa anajiweza. Bwana asifiwe. Na ndivyo Biblia inasema ya kwamba utakapofanya vile, maandiko yanasema ya kwamba ndiposa Mungu atakubarikia, Mungu atakubariki, wala hakutakuwa umaskini katika maisha yako, katika nyumba yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anazungumza mambo haya, maana mambo haya mengi yanakuwa ni katika vifungo. Hasa ukisoma hilo neno kuteremka, inazungumzia sana sana kuhusu nduguyo. Maana Biblia inasema ya kwamba nduguyo anapokuja kwako, huyo mtu ako nyumbani. Haleluya. Kwa hivyo na maandiko inasema ya kwamba usimfanyie lolote mbaya. Hata kama ulikuwa umemkopesha, wachana na yeye. Haleluya. Na ni vizuri nikasema ile jambo, maana mara mingi inakuwa likileta shida. Kuna mambo ambayo unastahili kufanya na kuna ingine ukifanya ujue itarudi ama haitarudi. Haleluya. Especially kwa watu wa jamii ama familia. Kuna wazazi na kuna mandugu, kuna madada, watu ambao ni malezi.
Haleluya. Unapomkopesha mtu wa aina hiyo, ujue mambo ni mawili. Haleluya. Anaweza kurudishia ama akose. Bwana asifiwe. Amen. Anaweza kurudishia ama akose. Kwa maana ndugu huyo anapokuja kwako naamini ya kwamba ako nyumbani, ako kwao. Yeye ni kama mzazi kwako. Kwa hivyo, yani unajua huwezi kupesha mzazi. Haleluya. Na that's why mambo kama haya ni vizuri kaiangalie. Maana yule mtu utakapomfanya mambo ambayo haistahili, maskini hutatoka kwako. Haleluya. Huyo mtu atakapolilia Mungu ama yeye akimhunika, ndugu yangu alifanya hivi, ndugu yangu, haijamaanisha mtu aje. Kwanza ndugu yako, mtu wa nyumba yako, atakapoenda kumlilia Mungu ama aanze kupiga kelele. Yaani example kama useme Mama Melissa, especially kama watoto wa Mama Shiro wakuja kwako. Na wakikuja kwako wakosa kuathiri na njia ambayo inastahili. Bwana asifiwe. Hawa watoto waanze kunung'unika. Yaani wanaona hata ukiwekea chakula hapo unaanza natoa nje. Ndio ni shida. Ndio maana bora. Bwana asifiwe. Hiyo inakuwa ni pigo kwako. Umaskini hautatoka kwako. Utaishi kukopa usiku na mchana. Bwana asifiwe. According to neno la Bwana. Huyo mtu atakapoenda akilia, unajua maana inasema ya kwamba utajiri hukupatanisha na watu, lakini umaskini hukutenganisha na watu. Sio? Kwa hivyo furahi wakati wanakuja kwako, maana nao zalio kwa ndani. Bwana asifiwe. Lakini kama unajua kwamba mambo yale ambayo na manunguniko sijui na nini, ujue ya kwamba umaskini utazidi kukufuata. Especially mtu wa nyumba yako. According to Kumbukumbu la Torati ya kwamba ndugu huyo, haleluya, umdhamini. Kwani Mungu akija kutembea na kasi sana. Haleluya. Hata kutembea siku anakaa ajira sana sinisikie kutembea. Lakini tu kwa huo muda unaweza kuletea baraka ama ujiletee shida. Bwana asifiwe. Kwa muda kidogo tu inaweza kuwa shida kwako ama ikuwe faida kwako, kulingana na vile ambavyo utakavyo watreat. Bwana asifiwe. Na nasema ya kwamba katika mstari wa 7, kama ikiwapo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo mmojawapo ndani ya malango yako, mojawapo katika nchi yako, akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa ngumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini. Bwana asifiwe. Wacha kama kuna mojawapo ya ndugu yako wa nyumba yako na ni maskini na anahitaji kwako, wacha kukunja mkono. Bwana asifiwe. Usikunje mkono, nyosha mkono jinsi ambavyo neno la kwanza lilivyokuwa. Haleluya. Uwe na huruma kwa watu wasiojiweza. Lakini si ya kwamba unakuta kwamba mtu anapiga makofi kwa mtu wa nyumba yake, hiyo ni haki nini? Haleluya. Unakuta mtu anafurahi, anashangilia kabisa. Na hapo sana. Na anafurahi. Yaani hata ukimkuta anakuta anafurahi. Ile anakitu yeye huko mbona. Maana asifi. Yaani anaweza anapohubiri. Kwa sababu kama mtu anafurahia kwa sababu ya shida yako, si kumaanisha hata ameshakuwa katika moyo wake wewe nafikiri. Wewe unapiga tena. Bwana asifiwe. Lakini maandiko
inazungumza inasema ya kwamba tuwe watu wa kuwanyoshea mkono, kuwa wasaidizi. Bwana asifiwe. Ndiyo, naye umaskini hautakuwa kwetu. Na pale imesema ya kwamba hautakuwa wa kukopa. Bwana asifiwe. Hautakuwa wa kukopa, bali utakuwa wa kukopesha. Katika ile neno nasema kwamba wewe hautakuwa wa kukopa mataifa, bali mataifa ndio yatakayo kukopa. Lakini imesema ya kwamba utakapofanya matendo ya huruma, utakapoachilia mkono wako, unasikia. Lakini sio kupiga makofi wakati mwingine anaumia. Huyo si Mungu. Ukikuta unafanya hivyo, hapo siri gani? Hapana, hapo hakuna Mungu. Maana Mungu ni mwenye huruma na neema. Lakini ukikuta mtu anafurahi kwa sababu ya taabu na shida mwenziwe, usiudike. Haina lugha hiyo. Maana siri. Kwa sababu itakuwa faida gani? Ama ni nini ambao utapata kutokana na hilo jambo? Kwa sababu huyo mtu amepata shida. Yaani utafurahi, ni nini ambao utasaidika nayo? Utasaidika nayo. Lakini wakati umemshika mtu mkono na unaona kama huyo mtu amefurahi, hata moyo wako unakuwa na furaha sana. Bwana asifiwe. Na pia kuna jambo lingine ambalo nilikuwa ninaliangalia, ya kwamba ni kwa nini unakuta kwamba nilikuwa najiuliza wakati mwingine, ni kwa nini sadaka ya Kaini Mungu hakuikubali? Nikarudi tena nikaangalia sadaka ya Sauli, wakati aliambiwa na alitumwa na Mungu, akaenda akajitolea sadaka ili akuje mtolee Mungu. Nikakuja nikajiuliza maswali kadha, ni kwa nini Mungu hakuipokea sadaka? Bwana asifiwe. Kwa sababu si ati Kaini alikuwa alikuwa tu mzuri kabisa. Haleluya. Lakini nyuma ya hiyo sadaka ni nini kilikuwa kinafuata? Bwana asifiwe. Umeleta hiyo sadaka na moyo wako uko namna gani? Ndani yako inazungumza nini? Haleluya. Ama unapenda tu lakini moyo wako ukulia unalia. Bwana asifiwe. Ni kama mtu akuja kupea suti. Akikupea suti, bwana polisi akikupea kama hapo. Bwana asifiwe. Niki kwa sababu unafanya neno wa mwezi. Bwana asifiwe. Amekupea lakini bado hajaachilia. Bwana asifiwe. Lakini ukiangalia ndugu Abel, yeye alitoa na tena moyo wake kwa na furaha. Bwana asifiwe. Yaani kwa yake aliyegeuka hapo na jambo lingine. Bwana asifiwe. Kwa upendo. No. Unajua kuna kitu unaweza Mungu akuangalie. Ndio iko sawa. Lakini akiangalia moyo wako, akali ngoma ndio leo. Akikuangalia na shida ni hali kama hiyo. Bwana asifiwe. Hata katika ibada moyo wako unakuja hadi mbele za Bwana. Unamwambia Bwana na njia gani? Unamtukuza Mungu wapi? Moyo wako uko hadi mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Umekuja hadi, umejipeana hadi. Maana miili yetu ni hekalu. Bwana asifiwe. Kukuja tu na kukaa mahali hapo, kitu ya kwanza umetoa mwili wako kuwa dhabihu. Hiyo ni aina moja ya sadaka. Bwana asifiwe. Na tena kuna sadaka nyingine ya kuabudu. Maana huo mwili ni venye tu umeutiisha chini ya mamlaka ya Kristo. Hata wewe mwili unakuwa na mambo mengi ya kufanya. Yesu hii ni Mungu. Wengine umekuwa mahali pengine hapo kifanya shughuli. Bwana asifiwe. Sina watu wengi sasa hivi wako kazini.
mnaona na haiweza. Lakini umekuja naje? Hiyo dhabihu yako, hiyo sadaka yako imetiwa tatu, iko na jambo lingine au umejiachia kwa Bwana? Bwana asifiwe. Ili unapoleta sadaka zako mbele za Bwana, inakuwa manukato mazuri, inanukia vizuri mbele za Bwana. Haleluya. Ili unapomwabudu Bwana, Bwana akikuangalia hivi, hata ukiitana anasema ndoshi ni hao wale. Lakini kuna njia nyingine unazofanya unashinda na hado hadi ya. Ukijaribu jambo lile unaona halieni vizuri. Ukijaribu jambo lile vizuri wanasikia. Kuna somo nilisikia kusema ya kwamba ameshiriki mahali karibu miaka 10 hivi, na anasema ya kwamba pesa yani kitu ambacho kilikuwa kinanifurahisha, na nikaona hapa kwanza nimekania kwanza alianguka alita sadaka na wakati alibeba shika. Bwana asifiwe. Au kurudishia mwakoyo no kinyande. Lakini alita alibeba shika no. Na kutia kitu kile. Yaani alikuwa tukaa kwa mwaka anakaa na kitabu. Bwana kitabu. Hapi. Kumaanisha huyo mtu hapo amechukua. Bwana asifiwe. Analeta hiyo mali yake, lakini yeye na Mungu yeye anaenda. Bwana asifiwe. Maana ukileta hiyo dhabihu hapa, hiyo shughuli kwa hiyo pia hana. Wewe umetimiza maandiko vile wewe umesema. Au haki hapo kwa maana mkono huu kitu mwingine usijue. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukileta hapo kwa hiyo umetoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Hata mwenye alitoa itabia atasimu. Bwana asifiwe. Na mali yako siatazidi kubarikiwa. Na shida inakuwa namna hiyo, unakuta kwamba mtu anajitolea kwa sababu ana kitu kingine nyuma yake. Haleluya. Unakuta mtu ndio analeta mali yake, no aleta apige mtokoni ya kanisa. Aleta hayo ya kanisa. Bwana asifiwe. Sio kimeshinda. Ukidukio. Bwana asifiwe. Ukidukio. Ukudura na makani. Ona video mwenyewe. Bwana asifiwe. Maana bado umekuja na nia nyingine. Haleluya. Lakini ukikuja kwa sababu unastahili kumwabudu Bwana, hiyo sadaka hata ukileta mbele za Bwana inakubalika. Wewe na lengo likaje huko. Haleluya. Lakini kuna hiyo talaka hii mwana nikimrudisha nikiharame. Gaya yake shughuli. Yana ila mwingine. Yana ndio. Kwa hivyo tunapofanya mambo haya na kuleta sadaka zetu, ni vizuri mioyo yetu kwanza impende Bwana. Haleluya. Hicho kitu ambacho unakifanya, yaani ni rahisi. Wakati unakuja mbele za Bwana, kuja kwa sababu Mungu anastahili kuabudiwa. Haleluya. Na kwa kujua kwamba kaji na hukuweka kama vile Shadraka na Abednego, bila ambavyo alisema onako dawa tutaita elo tukiina mbele. Bana, elo tukiina mbele. Haleluya. Hapo Nebukadneza ati Mungu atakusaidia. Yaani walimwambia hata kama atatusaidia ili tukuinue. Bwana asifiwe. Huo ndio moyo ambao Mungu anataka. Yaani wewe leo tunakauka kana hivi. No ame huyo ndiye kaida ndoka huko. Kwa ndio yeye nyanyani. Bwana asifiwe. Amen. Vile ambavyo Ayubu alisema, ndio kia leo ikale kile. Nabii alikuwa. Kwa hivyo vitu vyake na mali yake haikuwa mbele ya Mungu. Bwana asifiwe.
Yaani hakutukuza vitu vyake kuliko Mungu. Yeye alijua ili Mungu amenipea. Na bado hata mimi ni wake, mimi mali yake. So hata vile shetani aliachiliwa amujaribu, yule jamaa alihesabiwa kuwa shujaa wa imani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo matendo ya huruma, ikisema ya kwamba maskini, unajua kuna mtu unahesabia kitu. Okay, huko. Mudo okay. Kawana mudo wewe sio. Ala tena ni yani ana mbele wala nyuma. Wanadai na yani unaona wakati wote wananiki ungimuta. Ndio kama hiyo macho tu wanasema. Hawa sio jiwezi. Najua kuna watu wanakulia mtu jana. Kulia ndo aja. No kumudute hote. Kwani wala mtu sio. Hote tafio. Matendo ya huruma. Akuwe wewe na asikiwe wewe. Haleluya. Na that's why unasikia kwamba neno la kwanza lilianza hapo. Matendo ya huruma kwa katika mstari wa 9, jitunze msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa majilio, jicho lako likawa uovu juu ya nduguyo, usimpe kitu naye akamulilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Haleluya. Amen. Hapa inasema ya kwamba kuna watu ambao wanakuwa ni majanja sana. Akijua ya kwamba hiyo muda imekaribia, hadi kuna ajuma. Ndio tu ndio nyane. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba angalia sana. Usifanye dhambi mbele za Bwana. Hapo mwadhani ya huko nyinga. Bwana atakupiga. Kama wakati imefika, wewe achilie. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama ni vikwazo, kama ni mtu alikukwaza, kama ni mtu alikukasirisha, achilia hiyo mambo. Na that's why tunakumbuka kuwa na kuvuka kwa Kristo. Haleluya. Yale mambo ya zamani ikuwe ndani yako. Haleluya. Kuanza safari mpya. Mahali ulikuwa umegarabika katika moyo wako, mahali ulikuwa umekunyang'anya, achilia. Ndio naye Bwana apate nafasi ndani yako, apate mahali pa kukaa, ili nao unapokutana mlango unakuwa wazi. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho ningetaka tuangalie, ya kwamba ni njia gani ama ni namna gani unayofanya mtu anapokosea, ila ni Mkristo ama mtu wa nje. Kuna zile hatua ambazo Biblia imepeana ya kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi, kuanzia hapo utahesabiwa dhambi. Lakini usipofanya hivyo, uone nini ambacho kitakachofuatia. Tuangalie katika kitabu cha Mathayo 18, Mathayo 18. Mathayo 18, 15. 18. Mathayo 15, 18.
ndani. Maandiko inasema ya kwamba na ndugu yako akikosa, enenda ukamwonya wewe na yeye peke yenu. Akikusikia umepata nduguyo, lakini kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike. Na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia nawe na awe kwako kama mtu wa mataifa, mtoza ushuru. Amini nawaambieni, yoyote mtakayo funga duniani yatakuwa yamefungwa. Amini nawaambieni, yoyote mtakayo yafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayo fungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Bwana asifiwe. Maandiko yamezungumza kuhusu mtu anapokosea. Nasema ya kwamba jambo la kwanza, chukua nafasi hiyo, kualia linalokaa. Haikusema uende ukazungumze na hapo nje. Imesema ya kwamba chukua nafasi wewe uende mpaka kwake, mukazungumze. Wewe ongea. Bwana asifiwe. Umwambie makosa yake, akuambie makosa yake. Haleluya. Muombe msamaha. Lakini maandiko yanasema ya kwamba asiposikia hivyo, ama asipokubali, tena chukua mtu mmoja ama tena wawili. Bwana asifiwe. Na mkaende mahala pale kuomba msamaha. Na huyo mtu asiposikia tena, Biblia inasema ya kwamba peleka habari kwa kanisa. Huyo mtu asiposikia tena, maandiko yanasema ya kwamba huyo mtu anahesabiwa kama mtoza ushuru, yaani mwenye dhambi. Na lile jambo ambalo tutakayozungumza juu yake, huyo mtu atakuwa katika kifungo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Hivi ndivyo Biblia inapeana hiyo instruction. Ya kwamba mtu anapokosa, usimwongelee, usimseme, bali enda naye mfeti. Wewe mtu akaidi hivi hapa. Na ukisoma katika kitabu cha Mithali nasema ya kwamba jawabu la upole hutuliza ghadhabu nyingi. Haleluya. Ndio na kujibu. Ana kujibu. Ndio ndio kwa modo atumte na bagaye. Nemo kile yao kia nani? Bwana asifiwe. Tena uende na njia ambayo inastahili. Uende na njia ya Mungu. Hata kama Mungu akona ndani yake, yeye kando yake na Mungu. Kuruta yeye, mtiifu hivi. Lakini maandiko yanasema ya kwamba chukua nafasi ya kwanza, ni wewe na yeye. Muongee, mzungumze. Kama si bado anakuwa mkaidi, tafuta mtu mwingine ama wawili ndio kuwe na mashahidi, niliomba msamaha. Bwana asifiwe. Mkuja kuomba msamaha. Haleluya. Na hivi ndivyo nakuta ya kwamba watu wanafungwa na kanisa. Madhabahu nakula watu. Bwana asifiwe. Maana pengine mtu alifanya jambo katika madhabahu, na katika ile hali anajaribu kufikiwa bali hasikii. Wengine wanafanya nini?
wanapasua makanisa. Yaani kazi ambayo mtu amefanya miaka 20, mtu anakuja anaamua siku moja. Mwenye wangu mtu kanda naona gari ya kwa hiyo na mukijaribu kuzungumza na mimi dadi yaani laiko. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba huyo mtu mkimfunga kama umepita hizo step sitakuwa amefunga. Bwana asifiwe. Na hicho kifungo kitapata nafasi, maana umefuata Biblia, umefuata neno na Mungu ulifuatia neno lake. Bwana asifiwe. Na katika tabia kama ile ya kuomba ya kuharibu na kufunja makanisa, kuna mahali nyingine hapa nimezungumzia mtu wa tabia aina hiyo angeingia wikilio ngoma. Kama tusome hiyo neno. Mtu wa aina hiyo ikai ile ikai Mungu anakuwa na huruma. Ni kama wanaeka hiyo kweli. Kwani Mungu alikuwa anapiga Ayubu? Si Mungu alikuwa anapiga. Shetani alikuwa anataka nafasi. Leo unao. Kwa hivyo hilo neno liko katika 1 Corinthians 5:5. Ndio hiyo. Asiposikia. Maana kuna mtu mwingine hata ndani kuna jaribu kumwona. Na ndio maana unakuta kwamba watu wengi wanateseka na njia kama hii. Bwana asifiwe. Wanakaa katika vifungo. Kama mtu anauliza ni nani aliniroga? Ikai kuduhodia noa ndio. Hadi mambo yako wewe. Haleluya. Angalia pale mwanzo ni nini ambacho kiliendelea. Hapo mimi kukipiga wangu kiama huko. Kama rumali mukitani. Na yuko kwa mwana na kupiga sina. Ona kweli. Takiwa na watu wengi. Wanalia hapo haya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika kukosea na kukosana, maandiko yanatupea mwelekeo ya kwamba ni vizuri uende kwa ukapata yule mtu. Na maandiko yanasema kwamba huyo mtu akikubali utakuwa umepata. Lakini asipokubali yapo ho. Alafu sasa unakuta kwamba mtu anakasirika na watu wao wanashikana mikono. Mruhusu wako. Laana sio na sababu haimdhuru mtu. Lakini kuwa na sababu itakudhuru. Bwana asifiwe. Umeokoka hujaokoka. Kama laana iko na sababu itakushika. Lakini kama haina sababu haiwezi kudhuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema na ni vizuri tukaangalie mambo yale, maana Biblia inapozungumza inakuwa ni msaada kwetu. Inakuwa ni kwa sababu ya upendo wa Mungu kwetu kutufundisha. Haleluya. Unajua kuna mambo mengine inafanyikana na pengine haujui njia ni gani. Bwana asifiwe. Na kuna lakini hapo sitasoma. Na maana inasema kwamba kuna maana maandiko yanazungumza kuhusu hukumu mtu ambaye ni mtu anaenda mdogo wao hukumu ya tiga, maana yeye ni kwa kadiwa ukwa ufalme huu na mmoja wao mmoja wao na ku mmoja tai mmoja mmoja unaweza kuona tiga. Haleluya. Muda wangu umeisha. Sina mengi kuendelea.
siku nyingine nikipata nafasi